Na huu ni ujumbe wangu kwa walimu wote duniani. Endapo utasikiliza sauti hii ama lugha hii inayozungumza ya Kiswahili, na hili ni balaa kwa walimu wengi. Walimu wengi huamini kuwa kumfanya mwanafunzi aelewe ni kutumia mabavu na maumivu, na ni kwa hivyo tu ataelewa. Wanaamini hivyo walimu wengi duniani. Wako wachache ambao leo wanaelewa sasa kufundisha ni kitu gani. Leo nataka nikuamshe kidogo. Amka kabisa, naomba uamke. Kama ni mwalimu, amka usingizini, toka huko uliko lala. Amka, kazi ya mwalimu sio kufundisha. Kazi ya mwalimu ni kuamsha uwezo wa kujifunza uliomo ndani ya wanafunzi na kuruhusu ama kumruhusu mwanafunzi ajifunze mwenyewe. Kwa hiyo ondoa dhana ya majivuno kwamba umemsaidia. Weka dhana ya kwamba nilichokifanya niliamsha uwezo uliokuwa ndani yake, na yeye akaamka akaweza kujifunza mwenyewe. Na ndiyo maana hata anapokuwa kwenye mtihani mwalimu haupo. Ingekuwa tu swali ni kumfundisha, manake unakuwa naye kila mahali. Kumbe wewe ulichokifanya uliamsha uwezo ama unaamsha uwezo ulioko ndani ya mwanafunzi. Sasa ili kuamsha uwezo wa kujifunza uliomo ndani ya wanafunzi, mwalimu lazima ama analazimika kumwelewa mwanafunzi wake nje na ndani, na hii inahusisha uchunguzi wa kina sana. Kwa unapomfundisha ama unapozungumzia kumfundisha mwanafunzi, mwalimu kitu cha kwanza anachotakiwa kukifanya ni kumwelewa huyo mwanafunzi anataka nini. Clip moja nilikuwa naiangalia na nimeiweka kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Ni mwanafunzi amesoma miaka 15 darasa moja, lakini pale chini niliuliza kwamba tatizo ni mwanafunzi, ni mzazi au ni walimu? Lakini katika tafakari yangu mimi nikagundua ya kuwa tatizo sio mwanafunzi. Tatizo ni wale wanaomzunguka mwanafunzi. Hapa nazungumzia mzazi na mwalimu. Hawa wote wawili hatuwasamehe. Wote wanawajibika kwa nini mwanafunzi asome darasa moja miaka 15. Ni kwa maana ya kwamba hawa walimu, wazazi hawajawahi kumwelewa mwanafunzi. Sio kwamba wanafundisha vibaya au mwanafunzi haelewi, hapana. Hawajawahi kumwelewa mwanafunzi anataka kitu gani. Manake naamini kabisa mwanafunzi huyu anao uwezo hata wa kivitendo, lakini kwa sababu ya utumwa wa namna ya kufundisha, mwalimu anakomaa na mwanafunzi kwamba utaelewa tu, lakini bila kujua kwamba unatakiwa umwelewe kwanza ndipo yeye akuelewe, kisha ajifunze mwenyewe na uone kama hatakuwa mwanafunzi mzuri. Kwa maana nyingine, mwalimu ni mtetezi, mwalimu ni mlezi, mwalimu ni baba ama ni mama kama ni mwanamke, lakini pia mwalimu ni mwanasaikolojia wa mwanafunzi wake. Hausimami tu pale kushika fimbo, kushika chaki, kushika makpeni, kusimama mbele ukiwa uko smart na ukuona kwamba wanafunzi unastahili. Hapana. Unahitaji kuwaelewa kwanza, kisha wakuelewe, kisha wajielewe. Narudia, unatakiwa uwaelewe wanafunzi, kisha wakuelewe wewe, kisha wajielewe wao. Ndipo thamani ya maisha yao na uhuru kamili wa kujifunza utakapopatikana kwenye maisha yako. Hawatakuwa watumwa tena, bali watakuwa wako huru. Hivyo basi si kufundisha kwa maana ya kutoa maelekezo, bali ni kumwamsha, kumgusa mtu ndani
ya nafsi yake kisha akajiona mwenyewe. Muda wote ukiona unatumia nguvu nyingi kufundisha, acha chaki ubaoni, nenda kajichukue upya kama mwalimu, ama ukiwa ni mwalimu, upo uwezekano huelewi ni nini unakifanya kwa wanafunzi wako. Waelewe, wakuelewe, wajielewe. Ni katika namna hiyo ya umbo la pembe tatu. Waelewe wanafunzi wako, wao warudishe wakuelewe, kisha wajielewe.